za kugusa nafsi za watoto uliowazaa, familia ulizozaa. Yes. Watoto wake waachie. Ufahamu wa watoto wako umekamatiwa wapi? Ufahamu wa watoto umeshikiliwa wapi? Ninatamka leo, watoke mashimoni, watoke kwenye vifungo, toke kwenye mateso, toke kwenye mateso. Yes, ndio. Kuna neema ya ajabu inapita hapa. Kuna neema ya ajabu inatembea hapa. Wewe walioshikilia watoto wako, kila siku ni kuibiwa, kila siku ni kupoteza vitu, kumbe wanaingizwa kwenye mifumo. Ninakomboa leo madaftari, ninakomboa leo kalamu, ninakomboa leo nafsi zao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Nabii anasema ya kwamba nitawakomboa kutoka kwenye mikono ya maadui zao na kwenye vifungo vya wanaokuchukia. Leo unakombolewa, leo unakombolewa. Walichokutamkia kibaya sasa ni saa ya kukombolewa, ni saa ya kufunguliwa. Unasikia vitu vinatembea, unasikia kupaza sauti, unasikia kusema na Mungu wako. Fungue mama huyu, fungua saa hii kila kilichomfunga, kila kilichomshikilia, saa ya kufunguliwa. Kila spirit ameteseka muda mrefu, maumivu ya moyo, kukata tamaa na kuchoka. Sasa hivi ni saa ya uponyaji wako mama, ni saa ya kufunguliwa kwako. Kilichozuiwa muda mrefu kinakwenda kufunguliwa, kinakwenda kuachiliwa, kinakwenda kutoka, kinakwenda kuachiliwa. Kuna watu wanaachiliwa, na watu wanaachiliwa, watoto wanaachiliwa. Nguvu za kaburi, unajikuta unatembea makaburini, unakro makaburini, unatembea makaburini, unatambaa. Kuna watu unaoona wakitambaa kwenye makaburi, wanalizunguka kaburi, wanaliruka kaburi, lakini Yesu anakwenda kuwatoa sasa. Yesu anakwenda kuwafungua sasa. Yesu anakwenda kukutoa. Anakutoa wewe pamoja na watoto wako, anakutoa wewe pamoja na uzao, anakutoa wewe pamoja na watoto wako. Jesus, asante Bwana. Asante Bwana kwa hiyo operation. Asante Bwana kwa hicho unachokifanya. Asante Bwana kwa jinsi unavyowafungua watu wako. Asante Bwana kwa jinsi unavyomtoa huyo mama na watoto wake. Unawatoa dada pale mwenye kitambaa cheupe. Yesu anafungua familia. Yesu anafungua biashara. Yesu anafungua watoto. Yesu anafungua, ameshatua pale unapofanya biashara zako. Jesus. Ndio. Yes, unafunguliwa mama. My God, my Lord. Hakuna kitakachobaki katika giza. Jiwe baada ya jiwe inafunguliwa. Kwa sababu ya utumishi. Vita ni ya utumishi. Vita ni ya utumishi wake. Umempiga vita, umemfuatilia kila mahali. Leo ninatamka sasa revival. Neema ya Mungu inashuka. Neema ya Mungu na kibali cha Mungu inaachiliwa sasa. Neema ya Mungu inatembea. Neema ya Mungu inapita. Kiti kinatikisika, makaburi yanatikisika, ngome zinapasuka, ngome zinaharibika, ngome zinafyatuka. Ndio msukosuko, kuna msukosuko wa ajabu. Ndio. Funguka. Sikia kupiga kelele. Kwa nini wasikuachie sasa hivi? Kwa nini wasiachie uchumi? Kwa nini wasiachie baraka za watoto wako? Hauoni baraka.
Baraka inakwenda kufunguliwa sasa. Nasema hawatawashikilia tena watoto wako. Watoto wako wamepewa kitu kikubwa ndani yao, kama wewe ulichowekewa kikubwa. Na watoto uzao waliopotea, watoto waliosahauliwa, watoto wasiojulikana. Watu wanawajua watoto wa Ibrahimu ni wawili, lakini ukumbe alizaa watoto wengi. Na wewe kwa nini uzao wako unafutika? Hakuna wakufutika katika historia. Hakuna wakufutika katika historia. Hakuna wakufutika. Uzao wako na baraka zako zinakwenda kurejeshwa. Natamka urejesho sasa. Natamka urejesho sasa. Natamka urejesho sasa. Natamka urejesho. Chochote ambacho adui amejaribu kukifuta, inawezekana na wewe ni mtoto wa Ketura, inawezekana na nyinyi ni wana wa Ketura. Hakuna anayethamini mchango wako, hakuna anayejua baraka yako. Natamka leo, historia itakukumbuka, historia itakujua. Umetupwa katika nchi zingine, ulizaliwa Rwanda wakakutupa Tanzania, unarudishwa katika baraka za kule ulipozaliwa. Jesus. Waliozaliwa wakatupa nchi nyingine. Hata Ibrahimu akawapeleka nchi za mbali watoto wake, wale wana wa Ketura. Wana wa Ketura hapa wanarejeshewa, wanapewa zawadi zao, wanapewa zawadi zao. Maandiko yanasema akawapa zawadi wana wa Ketura. Wewe umesaulika, wewe umefutwa, umefutwa. Yeyote aliyekufuta, natamka leo, ndio unarejeshewa. Unarejeshewa kile kibali kilichofutwa. Inawezekana baba amesema sikutambui tena. Inawezekana ndugu amesema hatukujui tena. Inawezekana wanafamilia hawakujui tena, watu hawakujui tena. Lakini Yesu akishatamka, unarudishiwa kile kilichopotea, unarudishiwa kile kilichoibiwa. Mifumo yote, mifumo ya Lucifer ambayo kazi yake ni kubwa, ni kukukatisha tamaa, leo unarudishiwa kwa jina la Yesu Kristo. Unarudishiwa sasa, unarejeshewa sasa. Kilichopotea kinarudishwa, kinarejeshwa. Wana wa Ketura, wana wa Ketura, ulitupwa wapi? Ulipelekwa wapi? Ulipelekwa wapi? Yesu akurudishie kilichopotea. Yesu akurudishie kilichoibiwa. Ninatamka juu yako saa hii. Ninatamka, hebu anza kurudisha, anza kurudisha. Hapo hapo ulipokaa, anza kutamka. Anza kurudisha kilichopotea, urithi, historia. Kwa nini jina lako limefutwa? Kuna mahali ulitakiwa uwe. Watu hawajui hata kama ulisoma elimu hiyo. Watu hawajui hata kama ulisoma, hawajui kama ni mwana wa Ketura, hawajui kama wewe ni mwana wa Ibrahimu. Hebu tamka, tamka, mwambie Bwana, ninarejesha vilivyopotea, vilivyoibiwa, vilivyoshikwa, vilivyonaswa. Pray, pray, pray. Zipo baraka, ipo mishahara imepotea, kipo kibali kimepotea, cha ndoa, cha biashara, cha uchumi. Mwambie Yesu, mulilie Mungu wako. Kwa nini usaulike kwenye historia na upo? Jina lako lipo. Yesu akurudishie, Bwana akurudishie uzao, uzao wa familia, ile neema ya kwenye familia, ile neema ya kwenye familia, neema ya kwenye familia, neema, baraka za familia zimeishia wapi? Pray, pray, pray. Omba, omba ile neema ya familia. Kwa kupitia wewe itarejea, kwa kupitia wewe itarudishwa, kwa kupitia wewe kuna kitu kinakwenda kufunguliwa. Pray, tamka tu, tamka tu, tamka tu. Hakuna tena kushindwa, hakuna tena kupoteza vitu, hakuna jina lako kufutwa, hakuna jina lako kupotea. Jesus. Pray. Wewe omba. Natamka urejesho, natamka ushindi, natamka baraka. Wana wa Ketura wanarudishiwa. Pray, pray, pray. Aya. Endelea kuomba, simama, endelea kuomba. Simama, endelea kuomba. Simama, endelea kutamka. Simama, endelea kutamka dakika moja tu.
Hatuna muda mwingi, ni dakika moja tu ya kuomba hapo hapo ulipo. Mwambie Yesu, ninahitaji kurejeshewa kilichopotea, uzao ulioibiwa, neema iliyopotea, historia, jina langu lipate kukumbukwa, jina langu lipate kuleta matokeo, ule urithi wa Ibrahimu, urithi unaopotea. Yesu, nirejeshe. Mwambie Bwana, mwambie Yesu, mwambie Yesu hapo hapo ulipo. Pray. Omba dakika moja.